vijana wangu. Mimi ninaitwa Mwalimu Emmanuel Lucas Katim, tena kwa mara nyingine ni afisa elimu sekondari halmashauri ya wilaya Kwimba. Lakini leo nipo kwa niaba ya nani? Mkurugenzi mtendaji. Baada ya utangulizi huo, Jumapili iliyopita alifika hapa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kwimba. Sawa? Dr. Amon Mhoga alifika hapa katika pita zake kuangalia shule. Shule hii inamilikiwa na halmashauri ya wilaya nini? Ya Kwimba. Na msimamizi wa wilaya ya Kwimba ndio mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya. Hivyo alikuja hapa akiwa ni mmiliki wa shule hii ya Nyamirama. Mwenye shule alipofika hapa ilimpendeza kutoa tamko kwamba watoto wangu hawa walio katika shule yangu hii, Ijumaa ya tarehe 20 mwezi wa 3 2025 wapewe mlo ambao ni wali pamoja na nini? Na nyama. Wali pamoja na nyama. Aliacha tamko hilo. Management ya shule ilipokea tamko. Baada ya kupokea tamko, sasa katika kuratibu ili huduma iwafikie nyinyi wanafunzi, walianza na taratibu za kupata kuku, za kupata mchele. Nanielewa? Na kweli siku imefika ya leo tarehe 20 mwezi wa 3 2025, nimekuja kuungana na nyinyi, lakini pia kushuhudia utekelezaji wa tamko lilioachwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kwimba. Kwanza ni washukuru walimu na kuwapongeza kwa hatua ya awali niliyoifikia na kujionea mmetekeleza kama alivyoelekeza mkurugenzi. Hongereni walimu wangu. Pigieni makofi ya kutosha mkurugenzi wetu. Kwa hiyo Nyamirama tunaiangalia kwa jicho la shule ya kitaifa. Kwa nini tunasema hivyo? Ni kwa sababu huduma inayotolewa inakubalika katika maeneo mengi katika Tanzania, na sisi matarajio yetu tukufundishe unachopaswa kufundishwa mwanzo mpaka mwisho, lakini mwisho wa siku utupe matokeo bora. Asanteni sana kwa kusikiliza. Kimsingi, ndugu kaimu dedi, ndugu afisa elimu, hilo tumelitekeleza na kwa maelekezo ya dedi kuwa tufanye hivyo. Tunakukaribisha Nyamirama na uweze kushuhudia zoezi hilo. Jina naitwa Anagreth Felix Waitani, nasoma katika shule ya Nyamirama sekondari, ni kidato cha 5 and I'm the head girl of the school. Actually nitazungumzia kuhusu ile swala la kula kuku kwa shule. Ni district executive director alikuja hapa shule na kwa sababu ya matokeo ya form 2 na form 4 yalimpendeza, akaamua kutuinfluence wanafunzi wengine kwa kutuletea wali na kuku. Na pia alituahidi kwamba tukiendelea kufanya matokeo vizuri, kufanya mitihani yetu mbalimbali na tukifaulu vizuri, basi atatuletea fursa nyingi. Kwa hata sisi wanafunzi tunamwaahidi, kwa kidato cha pili wamejipanga vizuri, kwa kidato cha 4 pia, na hata sisi kidato cha 5 tuna promise kwamba tutafanya vizuri zaidi. Na jitihada za walimu wetu, kwa tunaombea sana, na government tunaomba muendelee kutusupport hivi. Influence kwa wanafunzi ni nzuri kwa sababu inafanya hata sisi wanafunzi tunaweka jitihada kwa kusema kwamba tutapata kitu fulani. Kwa hiyo tunaombeni muendelee kutufuatilia kwa karibu zaidi, na pia hizi influence kwa wanafunzi mbalimbali. Tunashukuru sana, leo ni siku njema sana kwa sababu tunakula kuku na wali. Hajia kutoka kila kitu kizuri. Kwa hiyo tunafurahi sana na tunashukuru sana.